Changamoto zinazokabili sekta ya kilimo barani Afrika zinaongezeka kwa kasi na zinahitaji suluhisho la pamoja na la kimkakati. Athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame, mafuriko na mabadiliko ya misimu ya mvua zimeendelea kupunguza uzalishaji na kuongeza hatari za ukosefu wa usalama wa chakula. Zipo changamoto zingine sambamba na hizi, ikiwepo ongezeko la ushindani wa matumizi ya ardhi kati ya kilimo, mifugo na masuala ya makazi. Vyote vinahitaji kwenda kwenye uzalishaji unaozingatia tija na wakati. Ni kweli kilimo si kazi ya kufanywa tu na wazee na wanawake kama ambavyo imeanza kuonekana katika maeneo mengi. Ni dhahiri pia kwamba si halisia, ni nadharia kusema utawapeleka vijana wa kisasa wahitimu wa ngazi mbalimbali kwenda kufanya shughuli ya kilimo kwa zana za kizamani, kajembe kafupi kalikoishaisha kenye mpini mfupi, ambako hakamhakikishii kijana tija ya kufanya kazi hiyo ya kilimo. Matokeo yake, sekta ya kilimo imeendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa nguvu kazi, hasa kutokana na vijana wengi kuachana na kilimo cha jadi kwa sababu ya kazi ngumu, tija kidogo na ukosefu wa teknolojia rafiki. Wakati huo huo, wanawake bado wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa kazi za kilimo, hasa cha zana duni, kilimo cha mikono, bila msaada wa zana za kisasa. Hali hii inazidisha utofauti wa kijinsia na kupunguza tija. Hiki mlichokipanga leo katika mkutano huu na mtakachojadili katika mkutano huu kitaenda kutafuta suluhisho la kutuondoa katika matatizo ya aina hii. Hali ya uwekezaji katika zana za kilimo barani Afrika haijaendana na mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, na kutokana na upungufu wa mitaji, mifumo dhaifu ya huduma, ukosefu wa ujuzi wa kiufundi, pamoja na changamoto za upatikanaji wa matengenezo ya zana hizo, matokeo yake ni matumizi duni ya zana za kilimo, uzalishaji mdogo, upotevu mkubwa wa mazao baada ya kuvuna, na kukwama kwa maendeleo ya mnyororo wa thamani ya mazao haya ya kilimo. Hiki kimekuwa chanzo cha vijana kukataa kuweka shughuli hizo za uzalishaji kwenye kilimo na mifugo kama chaguo lao la kwanza. Mkutano huu wa kwanza wa kikanda wa Afrika wa matumizi endelevu ya zana za kilimo ni jukwaa la kimkakati linalolenga kuharakisha mageuzi ya mifumo ya uzalishaji chakula barani Afrika kupitia matumizi ya zana za kilimo zilizojumuishi, rafiki kwa mazingira na zenye kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekusanyika hapa mataifa mbalimbali kutoka bara la Afrika kwa ajili ya kufanya mkutano wa kwanza wa bara la Afrika kuhusu matumizi endelevu ya zana za kilimo. Mkutano huu pamoja na mambo mengine utajadili masuala mbalimbali kuhusu zana za kilimo pamoja na kupata uzoefu wa masuala mbalimbali yanayohusu namna bora ya kuimarisha matumizi ya zana za kilimo kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia mkutano huu umewaleta pamoja watunga sera, wawakilishi wa serikali wakiwemo mawaziri wa kilimo na wawakilishi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, wadau wa maendeleo, watafiti, wakulima, asasi za kiraia na mashirika ya sekta binafsi
yanayojihusisha na maendeleo ya vijiji na uendelezaji wa sekta ya kilimo ili kupeana uelewa na namna bora ya kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye sekta ya kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mkutano huu kama nchi tumepanga uzindue mkakati wa taifa wa zana za kilimo wa awamu ya pili wa 2026-2035. Mkakati huu umelenga kuimarisha matumizi, utengenezaji, uendelezaji, uhamasishaji, usimamizi na uratibu endelevu wa teknolojia zinazorahisisha kazi na kuokoa muda katika mnyororo wa uzalishaji na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo hayo ni sehemu ya kufanikisha utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Sera ya Kilimo ya mwaka 2013, Mpango Kabambe wa Mageuzi ya Sekta ya Kilimo 2050, yani Tanzania Agriculture Master Plan 2050, na Mpango wa Matumizi Endelevu ya Zana za Kilimo kama tulivyokuomba awali na leo unaenda kuuzindua rasmi.